pamoja naye na kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja naye katika siku hii au mwaka huu wenye historia ya pekee katika parokia yetu hii ya Mtakatifu Karoli Lwanga Kalinzi. Katika Kanisa Katoliki, maadhimisho ya jubilei inatualika kuwa ni mwaka wa toba na maondoleo ya dhambi. Ni kipindi cha upatanisho, ni kipindi cha uongofu wa ndani unaojikita katika sakramenti ya kitubio. Huu ni muda mwafaka wa kusoma na kutafakari neno la Mungu, kusali na kuzaliwa upya, na kuruhusu sala izaliwe katika maisha yetu na katika matendo yetu ya huruma kiroho na kimwili, ili kuwaonjesha matumaini wale waliopondeka na kuvunjika moyo. Leo pia tunaadhimisha safari ya parokia yetu. Ni jubilei yetu. Parokia si majengo pekee, si ofisi, wala si jina lililoandikwa kwenye ubao. Parokia ni familia ya Mungu, jumuiya ya waamini wanaokutana katika Kristo, wanaosali pamoja, kushirikiana na kutenda kwa upendo. Parokia kawaida ina sifa zake. Tujiulize, kwetu sisi Wanakalinzi, kama nasi kwa miaka hii 25 tumekuwa na sifa hizo: kushikamana katika sala, ninashiriki kwa uaminifu katika misa na sakramenti mbalimbali, tumepokea mafundisho na tumefundisha watoto na vijana imani, inawasaidia maskini, wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali, inajenga umoja badala ya migawanyiko, na inakuwa nuru na chumvi katika jamii. Basi haya yatutafakarishe katika kuadhimisha jubilei hii ya miaka 25 kwa parokia yetu inayoombewa na iliyo chini ya ulinzi wa Mtakatifu Karoli Lwanga. Tunaadhimisha jubilei ya miaka 25 ya parokia yetu, na kati yetu yupo pia mchungaji mkuu wa jimbo la Kahama, ambaye naye kama tulivyosikia mwanzoni mwa ibada hii ni pacha katika daraja ya upadre pamoja na kuzaliwa parokia hii, ambako na yeye amezaliwa na kulelewa. Kumbe tunayo furaha mara mbili kwa Wanakalinzi. Basi tumpe Mungu sifa na utukufu. Matukio haya mawili yanatualika tutafakari neno la Mungu tulilolisikia. Mzaburi anauliza, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea? Zaburi ya 116. Ndugu zangu wapendwa, katika siku hii ya jubilei ya miaka 25 ya upadre wa Baba Askofu Christopher, amekuja mbele ya Mungu akiwa na swali hilo na hili moyoni: nimrudishie nini Bwana
kwa ukarimu wake wote alionitendea? Miaka 25 iliyopita Bwana alimuita, akamchagua na akamweka wakfu kwa huduma ya upadre. Amemshika mkono katika furaha na katika changamoto, katika mafanikio na katika misalaba ya maisha. Na leo baada ya kipindi hiki cha miaka 25 amerudi mbele yake na kuuliza, Bwana, kwa yote ulionitendea nikurudishie nini? Lakini Baba Askofu hakutaka kujibu swali hili peke yake. Ametuita sisi leo tumsaidie kupata jibu. Tumekuja hapa si watazamaji tu wa jubilei yake, bali mashahidi wa yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yake na kupitia huduma yake. Somo letu la kwanza linatupatia jibu la kwanza. Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake. Mwimbieni Bwana, kwa maana ametenda mambo makuu. Kwa hiyo Baba Askofu Christopher, tunakuambia mrudishie Bwana shukrani. Hadi sasa Mwenyezi Mungu amekutendea mambo mengi mema. Unajua siri ya kuendelea kuyapata hayo mengi ni kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Hakika tuendelee kujikumbusha, moyo usiokuwa na shukrani, moyo usiokuwa na shukrani hukausha mema yote. Basi yeye anatambua hilo na hakutaka kukosa huo moyo wa shukrani, asije akakausha hayo mema mengi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Jubilei ni zaidi ya sherehe ya mambo ambayo mwanadamu amemfanyia Mungu. Ni sherehe ya mambo makuu ambayo Mungu amemfanyia mwanadamu, na kupitia kwake amewafanyia watu wake. Na hivi miaka 25 iliyopita, na inapofika, neno linalofaa zaidi si nimefanya, bali Bwana amenitendea. Mara nyingi tunahesabu nimefanya hiki, kile, hicho. Tunasahau kwamba tumewezeshwa. Tunasahau kwamba si kwa mastahili yetu, bali ni Mungu ambaye anafanya kazi ndani mwetu. Na hivi somo la pili linatupatia jibu la pili. Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto, kama tulivyosikia, anasema inayohitajiwa katika mawakili ni kwamba mtu aonekane kuwa mwaminifu. Aonekane kuwa mwaminifu. Kwa hiyo Baba Askofu, tunakuambia na umati wote ulioko hapa, mrudishie Bwana uaminifu. Miaka 25 ya upadre ni miaka 25 ya kusema ndiyo, ndiyo tena na tena. Uaminifu haupimwi kwa kutokuwa na changamoto. Uaminifu ni kuendelea kusema ndiyo hata unapokutana na changamoto. Ni kuendelea kumshika Kristo katika furaha na katika msalaba. Na Injili inatupatia jibu lingine.
Yesu anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kudumu. Hapa ndipo siri ya jubilei ilipo. Baba Askofu, miaka 25 iliyopita ulisema ndiyo kwa Bwana, lakini kabla hujasema ndiyo kwake, yeye alikuwa amekwisha kusema ndiyo kwako. Kabla hujamchagua, kabla hajamchagua Kristo, Kristo alikuwa amekuchagua. Yesu hakusema tu nimewachagua, bali anaongeza, nimewaweka mwende mkazae matunda. Kwa hiyo Baba Askofu, tunakuambia tena, mrudishie Bwana utayari wa kuzaa matunda yanayodumu. Katika Injili hii ya Mtakatifu Yohane, Yesu baada ya kuwatuma waende kuzaa matunda yanayodumu, anawaambia, kaeni katika pendo langu, kaeni katika pendo langu. Kwa hiyo Baba Askofu, nasi uliotuita leo tukusaidie kupata majibu ya nini cha kumrudishia Mungu kwa ukarimu aliokutendea. Tunakwambia, endelea kukaa katika pendo la Kristo. Katika furaha, kaa ndani yake. Katika changamoto, kaa ndani yake. Katika mafanikio, kaa ndani yake. Na katika msalaba, kaa ndani yake. Lakini ndugu wapendwa, baada ya majibu haya yote, turudi kwenye swali la mwanzo. Nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea? Cha kushangaza ni kwamba muuliza swali mwenyewe katika Zaburi alitoa jibu. Anauliza, halafu anasema, nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Hapa ndipo tunapofikia kilele cha jubilei hii. Baba Askofu, pamoja na majibu yote tuliyokupa, tunataka pia uishi jibu alilolitoa mwimba Zaburi, kipokee tena kikombe cha wokovu. Umekipokea na kukiinua mara nyingi katika miaka hii 25. Katika kila misa umeshika mikononi mwako kikombe cha wokovu. Lakini kikombe hicho si tu kikombe tunachoinua madhabahuni, ni pia kikombe cha maisha na utume ambao Bwana ametukabidhi, na kwa namna ya pekee amekukabidhi. Ndiyo maana Yesu aliwauliza wanafunzi wake, mwaweza kukinywea kikombe nitakachonywea mimi? Kikombe kina furaha, lakini kina pia sadaka. Kina faraja, lakini pia kina msalaba. Kina siku za kushangiliwa, lakini pia siku za kutokueleweka. Kina mafanikio, lakini pia kina maumivu ya utume. Tukipokea kikombe cha wokovu ni kumpokea Kristo pamoja na yote anayotuomba katika wito wetu.
tunakuombea udumu kuwa na bidii kama mwanzo, uwatembelee wagonjwa kama ulivyofanya ulipoanza utume wako parokiani Kasulu. Uendelee kutembea kwenye gari ukiwa na mafuta matakatifu, ili hitaji likijitokeza utoe huduma. Na uendelee kutamani watu wamjue Kristo kwa mafundisho utakayotoa mwenyewe au kuratibu yatolewe, na uendelee kwa upendo kufanya mambo madogo na makubwa kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kumbe Baba Askofu, tunafurahi pamoja nawe, tunamshukuru Mungu pamoja nawe, tunakupongeza na kukuombea katika safari yako ya wito na utume, na kwa namna ya pekee ukiwa umepokea ukamilifu wa ukuhani kama kuhani mkuu wa kanisa la Mungu ndani ya jimbo la Kahama. Naomba tena tumpongeze. Basi pamoja na baraka hizi za miaka 25 ya parokia na kwa utumishi wa kipadre wa Askofu Christopher Ndizeye aliye mwana wetu ndani ya jimbo, ndani ya parokia hii, tumshukuru Mungu pia na kumpongeza Sister Emilia mwana Kalinzi aliyeweka nadhiri zake hivi karibuni, na huyu ni tunda la jubilei katika parokia yetu. Sijui yuko wapi? Tumpongeze. Kumbe kama parokia ilivyozaliwa miaka 25 iliyopita na kupata tunda hilo la padre mpya tarehe hiyo ya 5 mwezi Julai 2001, na leo tunapoadhimisha miaka hiyo 25 ya utume wa huyo mwana mpendwa Askofu Christopher Ndizeye, na hapa vile vile anazaliwa mwingine katika maisha ya utawa. Muone basi neema na baraka za Mungu ambazo anapenda kuzichipusha ndani mwetu, na daima tubaki tukiwa watu wa shukrani, tukiwa watu wenye moyo wa shukrani daima. Na tunapokuwa na shukrani, tuendelee kujiaminisha kwake, tumuombe aendelee kuchipusha miito mizuri katika parokia yetu, miito ya ndoa takatifu, miito ya utawa na miito ya upadre. Yote ni ya Mungu, tumrudishie Mungu. Nikimaliza, basi jubilei si mwisho wa safari, bali ni mwanzo mpya. Miaka 25 iliyopita ni ushuhuda wa yaliyopita, lakini pia ni mwaliko wa kujiandaa kwa yajayo. Kwa padre wetu katika ukamilifu, Askofu Christopher Ndizeye, tunasema endelea kuwa mwaminifu kwa Kristo, endelea kuwa mchungaji mwema na mwenye moyo wa Kristo. Usikate tamaa tunapokutana na changamoto. Mungu aliyekuita ndiye atakayeendelea kukutegemeza na kukutia nguvu. Ad multos annos, Baba Askofu.